بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tunamhimidi Allahu Jalla wa Ala kwa kuwa yeye peke yake ndiye anayestahili kuhimidiwa. Tunamhimidi yeye juu ya fadhila zake na ihsani zake nyingi ambazo ziko juu yetu. Leo kama ilivyotajwa na aliyefanya takdim, tuna muhadhara. Muhadhara huu insha Allah taala ukiwa kama ni ufunguzi wa durusi zetu tutakazoendelea nazo biidhnillah tabaraka wa taala kwa muda tutakaodumu kuwa tupo katika nchi hii. Kwa mujibu wa ratiba zetu biidhnillah tabaraka wa taala, ndani ya mwezi huu tutakuwa na risala iliyoandikwa na Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, risala inayoitwa At-Tamassuku bis-Sunnah, ambayo insha Allah itafuata baada ya muhadhara siku yake. Katika muhadhara wetu katika hii siku ya leo biidhnillah jalla wa ala tutakuwa na muhadhara wenye unwan kun bakhilan fi hayatik takun a'qala an-nas. Kuwa bakhili katika uhai wako utakuwa ni mwenye akili mno kati ya watu. Ubakhili si jambo jema linalo sifiwa. Ubakhili ni kitu kibaya. Lakini tunaposema katika muhadhara huu kun bakhilan fi hayatika, kuwa bakhili katika uhai wako, hapa nataka mtanabahi أن البخل الذي نتحدث عنه الآن ليس البخل المذموم شرعا. Kwamba ubakhili ambao tuuzungumzia sisi hivi sasa sio ule ubakhili unaosemwa vibaya na sheria. Kama nilivyotangulia kusema, ubakhili si jambo jema, ni jambo linalosemwa vibaya. Ubakhili wa mtu kujikhini, kuwakhini wanawe, kukhini matumizi ya mkewe,
sio huo tunauzungumza. Tunazungumzia kuwa bakhili katika uhai. Maana yake tumia vizuri uhai wako. Wewe si bilionea wa uhai. Utumie uhai wako vizuri ili uwe miongoni mwa watu wenye akili kati ya watu. Kwa bakhili tukusudia kun bakhilan biumrik. Kuwa bakhili kwa umri wako, fala tudayyi'hu fi ma la yanfa. Usiupoteze umri wako katika mambo yasiyo na manufaa. Na hili la kupoteza uhai katika mambo yasiyo na manufaa ni jambo linalotuathiri sana katika umri wetu. Wengi kati ya Waislamu na wasio Waislamu, umri ni jambo tunalolitumia vibaya sana. Na Allahu Jalla wa Ala amemwekea kila kiumbe chake wakati maalum wa kuishi katika dunia. Atumie umri wake vizuri kwa kumtii Mola wake, kwa kufuata mwendo wa mtume wake mpaka siku zake za uhai zikamilike, aondoke duniani. Atakwenda kuulizwa kwa kila ambacho amekifanya katika umri wake. Lakini wengi kati ya watu tumekuwa ni wenye kughafilika na jambo la kuutumia vizuri umri. Tabi'i Al-Hasan Al-Basri ana maneno mazuri sana. Tabi'i huyu Hasan Al-Basri anasema, ya ibn Adam, ewe mwana wa Adam, innama anta ayyamun, kwa hakika si vinginevyo wewe ni siku tu kadhaa. Wewe ni siku tu kadhaa. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka, kila siku inapokwenda zake, maana yake sehemu yako na wewe imekwenda vile vile. Innama anta ayyamun, wewe ni siku tu kadhaa. Yani kila binadamu unavyotamani ifike siku fulani ili nifanye jambo fulani, ndivyo unavyotamani siku yako ya kufa ikaribie. Kila unapokuwa ukitumia umri wako katika mambo yasiyomfurahisha na kumridhisha Allahu Jalla wa Ala, ndivyo unavyojipalia makaa katika umri wako, ndivyo unavyoongeza maswali mengi ya kwenda kuulizwa kwa nini umri wako uliutumia katika mambo haya. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pia na maneno mazuri mno ya kumtanabahisha mwanadamu, na ni ya kuzingatiwa mno, kwamba ikifika yaumul qiyama hautaondoka unyayo wa mtu ila yako maswali yataulizwa. Moja katika maswali hayo ataulizwa mtu kuhusiana na umri wake. Fima ablahu,
katika mambo yepi aliuharibu umri wake, katika mambo gani aliutumia umri wake. Kwa hiyo umri ni amana, yatakiwa utumiwe vizuri. Akifika mtu mbele ya Allah awe amefanikiwa. Kwa hiyo sisi si bilionea wa umri kwamba tuutumie tu ovyo. Kuwa bakhili katika jambo hilo, utakuwa ni mtu mwenye akili sana kati ya watu. Kun bakhilan biwaqtik, kuwa bakhili kwa wakati wako, time. Fala tuhdirhu fil lahwi wal lahwi, usiupoteze wakati wako katika mambo ya upumbavu na mambo ya upuuzi. Hili la kupoteza umri, kupoteza wakati, time, katika mambo ya upuuzi na mambo ya pumbao, wallahi katika umma hadith wala haraj. Makafiri tutasema ndio makafiri, hawajitambui, lakini la ajabu ni kwa Muislamu. Pengine ukijitathmini wewe mwenyewe ambaye unanisikia, utajiona una pesa walipa wewe, kila mwisho wa mwezi walipia kingamuzi. Kingamuzi hichi unalipa kwa ajili ya kupoteza muda, uangalie football, uangalie series, tamthilia, movie, music na mambo mbalimbali mengine yasiyokuwa na faida na wewe akhira yako. Una pesa wewe wazitumia za kutia bando kwenye simu yako kila siku, pengine lazima yako masaa unayapoteza wakati kwenye TikTok kwa muda kadhaa, kwenye YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram na mambo mengine, mitandao mengine ya kijamii, kwa mambo chungu nzima ambayo ukijitathmini hayana faida hata kidogo, na akhira unakokwenda ni wachache mno wanaotumia wakati vizuri katika waja wengi miongoni mwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuwa bakhili, tumia wakati wako vizuri. Wewe si bilionea wa time kwamba upoteze tu bure bure kwa kuangalia mipira na mpaka fardhi za Allah zinakupita. Upoteze tu bure bure kwa movie kila siku. Pengine ukijitathmini au ukimwangalia mtu akijitathmini yeye na television kila siku ana masaa 4 au 3, akirudi kazini tu, baada hiyo chakula chake anakula huku ana remote mkononi, mbele yake kuna screen, tena kainunua kwa gharama kubwa, pesa nyingi ya kubwa 50 inches kwa ajili ya football, movie, tamthilia na mengineyo mengi ambayo nyinyi mwayajua mno. Hiyo ni kwa ajili yake yeye mwenyewe na mkewe na wanawe na kila alokuwemo ndani ya nyumba yake.
haipiti siku hicho chombo hakijafunguliwa television hiyo, lakini yampita masiku chungu mzima hajashika mashafu, hajasoma kitabu cha Allah, hajasoma hadithi za mtume wake, hajapitwa na football, hajapitwa na movie, hajapitwa na series na mambo ya upuuzi chungu mzima. Wenzetu waliotangulia kabla yetu walielewa kwamba inma anta ayamun, wewe katika dunia hii ni siku tu kadhaa, wapaswa uzitumie vizuri mno. Walizitumia wao vizuri mno, walitunza kabisa wakati wao. Kisoma katika kitabu cha mwanachuoni Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhani, kitabu chake kinaitwa Maalimun fi tariqi talabi al-ilmi. Kuna maneno haya anayataja, anna As-Sam'ani, kwamba mwanachuoni As-Sam'ani dhakara, ametaja anna al-muhadditha kana idha qala, kwamba muhaddith yani mtu anayesimulia hadithi za mtume, anasimulia kwa wanafunzi wake, ana wanafunzi anawasomesha, wanafunzi wamekaa mbele yake na kalamu zao na mabuku yao, karatasi zao, nyenzo zao za kuandikia. Yeye yuko mbele anawasimulia hadithi za mtume, yuko darasani anasomesha, muhaddith. Kwa hiyo As-Sam'ani anasema anna al-muhadditha kana idha qala, muhaddith mwenye kusimulia hadithi za mtume ilikuwa huko nyuma pale anaposema kuwasimulia wanafunzi, hadathana Waki', kwamba hadithi ninayokusomeeni sasa hii, hadathana Waki', ametusimulia sisi hadithi hii Waki'. Kitambo cha kusema hadathana Waki', maana yake wanafunzi wake nao wanaandika hadathana Waki'. Thumma idha bada almustami'una yanquluna hadhihi alkalima, kisha wanafunzi wanapoanza kunukuu maneno haya ya muhaddith, yani wanapoanza kuandika hadathana Waki', kana almuhaddith fi hadhihi allahdha la yudhi'u waqtahu, yule mwenye kutoa hadithi, muhaddith, wakati huu alikuwa haupotezi ule wakati. Yani wale wanafunzi wanaandika, yeye kisha sema hadathana Waki', wanafunzi wameinama wanaandika hadathana Waki'. Kwa hiyo ule muda wa kuwasubiria wale wanafunzi wake kusema hadathana wa kuandika hadathana Waki', yeye muda huu haupotezi. Ya subhanallah, yani yeye yuko juu ya khairi, yuko darasani anasomesha wanafunzi, na kisha waanza kuwahadithia hadithi hadathana Waki', lakini wanafunzi wanaandika hadathana Waki'. Huu muda wa kuwasubiria kuandika alikuwa haupotezi, bal yastaghfirullah, bali yeye pale anastaghfiru kwa Allah. Wanafunzi wanaandika hadathana Waki', yeye anasema astaghfirullah. Muda huo alikuwa upotezi. Wa yusabbihu Allah, na anamsabbihi Allah.
wanafunzi wanaandika hadathana Waki', yeye anasema subhanallah, subhanallah. Hawa ndio watu waliotambua thamani ya wakati, thamani ya uhai. Tuliposema kun bakhilan biumrik, kuwa bakhili kwa umri wako, maana yake utumie kama hivi, usiupoteze bure kwa television na kwa entertainment ambazo zitakwenda kukutia matatani mbele ya Allahu jalla wa ala. Muhaddithuna walikuwa hivi, wanaposema hadathana Waki', wanafunzi wanaandika hadathana Waki', basi yeye yastaghfirullah, anamtaka Allah msamaha muda ule, ya rabbi nisamehe. Wa yusabbihu Allah, na anamtakasa Allah, anamsabihi Allah subhanallah, hatta tarji'a alayhi alkarratu marratan ukhra. Anaendelea mpaka irudie tena ile zamu, kwamba sasa wanafunzi washamaliza kuandika hadathana Waki', kwa hiyo anawapa pale neno jingine wakiandika, na yeye anaendelea na kumsabihi Allah. Hivi ndivyo walivyokuwa wakichunga wakati katika dunia hii kwa mambo yenye manufaa. Kisha geuza, tazama sisi wakati wetu tunavyoupoteza katika dunia hii, kana kwamba tunaishi milele, kana kwamba mbele yetu hakuna maisha mapya, kana kwamba mbele yetu hakuna maswali, kana kwamba mbele yetu hakuna kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumelala usingizi mzito, tunakoroma fofofo, tumeshughulika na mambo yasiyokuwa na faida, na yale yenye faida na sisi tumeghafilika nayo. Mshairi anasema, ama wallahi law alima al-anamu lima khuliqu lama ghafalu wa namu. Ama wallahi na apa, law alima al-anamu lima khuliqu, lau waja, lau viumbe wangelijua lima khuliqu, ni kwa sababu ya jambo gani wao wameumbwa, wangejua hivi, lama ghafalu wa namu, wallahi wasingelighafilika na wala wasingelilala. Lakini wameghafilika maskini na mipira na movie na mambo yasiyokuwa na faida. Ama wallahi law alima al-anamu lima khuliqu, wangelijua watu, wangelijua viumbe kwa jambo lipi hasa wameumbwa, wameletewa duniani kufanya nini, lama ghafalu wa namu, wasingelighafilika wala wasingelilala. Laqad khuliqu li amrin, wameumbwa kwa ajili ya jambo ambalo lau absarat uyunu qulubihim, lau macho ya nyoyo zao yangeliliona jambo hilo, tahu wahamu, wangelichanganyikiwa, wangelitangatanga, na wangelikuwa wako katika humum kubwa sana. Mamatun, mbele yao kuna kifo, thumma qabrun, kisha kuna kaburi, thumma hashrun, kisha kuna kufufuliwa, kukusanywa pale pamoja, wa ahwalu idhamu, na kuna vishindo vikubwa mno mbele yao vya wasubiri. Wao wameshughulika na kununua matelevision makubwa makubwa kwa ajili ya kupoteza muda katika dunia. Hawajui hawa wameumba kwa ajili ya jambo gani. Huyu aliyeghafilika, huyu hajahifadhi Qur'ani nzima, bali pengine hata juzuu mbili kichwani hana, mbili nyingi, pengine hata moja hana, moja nyingi, pengine hata kule kusoma Qur'ani vizuri hajui, matni tu. Sikwambii maana ya Qur'ani hiyo, tafsir kwa maana ya tafsir, sio tarjama. Huyu hana hata hadithi zifikazo
50 kichwani mwake za mtume zilizo sahihi alizozihifadhi. Maskini huyu kaghafilika, huyu hajui kwa lipi kaumbiwa huyu. Ana muda wa kutosha wa kupoteza katika mambo hayo. Hana time ya kusoma dini wala hadithi za mtume, wala hajui mambo. Huu ni mtihani mkubwa ambao watu wameghafilika kwa kiasi kikubwa mno, illa man rahima Allah, isipokuwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewarehemu. Kun bakhilan biwaqtika fala tuhdiruhu, kuwa bakhili kwa wakati wako muislam, kuwa mwenye akili kati ya watu, usiupoteze kwa upuuzi na mambo yasiokuwa na faida. Kun bakhilan bikalimatik, kuwa bakhili kwa maneno uyasemayo. Usiseme tu, usitukane tu, usizungumze sio na faida. Kun bakhilan bikalimatika fala tatakallam illa bikhairin, kuwa bakhili kwa maneno yako, usizungumze ila ya khairi. Ndivyo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyoelekeza, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Tumekasema ambaye anamuamini Allah na siku ya mwisho na aseme ya khairi au anyamaze kimya. Kama hana maneno ya khairi, wallahi waislamu wana maskan, wana kijiwe, wana vibaraza, hapo wanakwenda wakizungumza ya kupwa na ya kujaa, yasiyo na faida yoyote. Kusema, kusengenya watu, kutukana, kuudhi wapitao njia na mengineyo mengi. Kun bakhilan bihasanatik, kuwa bakhili kwa yale mema yako mazuri uliyofanya. Fala tudhhibha bilghiba, usiyaondoe mazuri yako uliyofanya, usiyaharibu. Usiyaondoe kwa kusema watu wengine vibaya, usiwasengenye watu waharibu mazuri yako. Kama una sala umezisali una thawabu, kama una hija umekwenda na mambo mengine mengi ya khair umefanya, basi hebu usisengenye watu. Kuwa bakhili, tunza mema yako haya, usiwaseme watu vibaya, usiyapoteze mazuri yako bilghibati wan namima wariya, kwa kusengenya watu na kuchukua maneno ya watu kutoka huku ukayapeleka kule, watu wakagombana, unakula mwenyewe, unaharibu mema yako. Kuwa bakhili hebu katika vitu hivi, usipoteze. Wala usijionyeshe kwa watu katika amali zako nzuri unazozifanya. Usitake sifa kwa watu, usitake watu wakuone. Fanya kwa ajili ya Allahu jalla wa ala. Kun bakhilan biqalbik, kuwa bakhili kwa moyo wako. Fala tualliqhu illa billahi subhanahu wa ta'ala, usiuninginize moyo wako illa uninginize kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila wakati moyo wako unaninginia kwa Allah. Taka kujua Allah kasemaje, soma kitabu chake, msabihi Allah, umekaa basi mtakase, taka istighfar kwake, muombe dua. Ndivyo watu wema wanavyokuwa. Ama atafanya jambo fulani la khairi, basi hata kile kimya chake ukimwona kaka kimya, basi uko moyoni, uko moyo wake unataallaq na Allah subhanahu wa ta'ala. Ama anaomba dua kimoyo moyo, ama anastaghfiru, ama anamsabihi Allah, au anafikiria mambo ya khairi. Hebu kun bakhilan biqalbik fala tualliqhu illa billahi subhanahu wa ta'ala, bal kun bakhilan bi'aynayk wa udhunayk fala tutliqha fil haram,
bali kuwa bakhili kwa macho yako na masikio yako. Usiawache tu katika mambo ya haramu ikawa waangalia tu, ndo umekaa tu na TikTok yako, kinachopita kapita mwanamke anademka na viguo vifupi anacheza, wewe ndo unaganda hapo. Macho yako na masikio yako. Kwenye television yako ndo hivyo hivyo, na kila pahala. Haya yote yatakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jitambue, inma anta ayyamun, hakika wewe ni siku tu kadhaa ndio maisha yako. Wangapi tushawapeleka, tushawasindikiza, tushawazika, na sisi ndio tunakwenda hivi. Kullama dhahaba yawmun, kila siku inapokwenda hurudi ujana wala hurudi utoto. Dhahaba ba'duka, kila siku ikenda na wewe ndio sehemu ya umri wako imekwenda, baadhi yako umekwenda. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma au Ibn Mas'ud, mmoja kati yao, ana maneno yamenasibishwa kwake kwamba ameyasema. Yeye kasema, ma nadimtu ala shay'in, wallahi mimi sijapata kujuta juu ya jambo, kanadami, kama majuto yangu, ala yaumin, kuijutia siku ambayo gharabat shamsuha, jua lake limezama, nakasa fihi ajali, maana yake muda wangu wa kuishi umepungua. Siku ikiingia, jua likizama, tayari muda wa kuwepo duniani umepungua. Sasa anasema sahaba huyu, sijapata kulijutia jambo kuliko navyojutia siku ambayo gharabat shamsuhu, jua lake limezama, walam yazid fihi amali, lakini nikijitizama amali zangu hazijazidi, niko kama nilivyo jana, niko kama nilivyo juzi. Hili ni jambo ambalo nalijutia sana. Hebu ndugu yangu jitathmini wewe, na mimi pia nijitathmini, sisi tukoje katika maisha. Pengine waweza kuwa wewe au mimi, hii ya leo ni mbaya zaidi kuliko jana. Hujaongeza chochote katika maarifa ya dini siku nzima, yani hii ndio routine yetu. Lakini sahaba huyu anasema, sijapata kulijutia jambo kuliko ninavyojutia siku ambayo jua lake limezama, nikijitizama, nakasa fihi ajali, muda wangu wa kuishi umepungua, walam yazid fihi amali, lakini nikijipekua amali zangu hazijaongezeka. Sijaongeza elimu, sijaongeza ibada, niko vile vile, sala zangu zile zile za faradhi bas. Sina usomaji wa hadithi za mtume, sina usomaji wa kitabu cha Allah, sina usomaji wa jambo lolote katika hadithi, katika dini. Sijaongeza kitu, niko vile vile. Jambo hili sahaba lilikuwa analijutia kuliko jambo jingine lolote, lakini mimi na wewe tunaona kawaida tu, kama jana kama leo, na kesho tuna plani zile zile. قال القاضي أبو الوليد الباجي الأندلسي، mwanachuoni Abu al-Walid al-Baji al-Andalusi, ana maneno yake ameyaweka katika namna ya ushairi. Anasema, idha kuntu a'lamu ilman yaqina, nitakapokuwa mimi najua mambo, tena najua kwa elimu ya yakini kabisa,
Najua nini? Najua bi anna jamia hayati kasaa, kwamba uhai wangu wote ukiutathmini ni kama saa moja tu basi, ni kama saa tu basi. Ndivyo inavyokwenda. Wallahi tujiangalie. Yani ukijitazama sasa hivi kama una miaka 50, 60, unajionaje? Unaishi pale katika ujana kama umepita tofsha. Tayari sasa ukienda pahala watu wanakuza, mzee tukusaidie nini? Yani ushakuwa mzee. Mpeni kiti mzee akae huyo. Mpisheni mzee akae huyo. Na ukijitathmini tangu umepata ile baleghe yako mpaka kufikia hapo, unaona yani kashur bil ma, kama kunywa maji tu hivi. Umefika katika level nyingine, watu wanakuita mzee. Abu al-Walid al-Baji anasema, idha kuntu a'lamu ilman yaqina, nitakapokuwa najua kwa elimu ya yaqini, bi anna jamia hayati kasaa, kwamba uhai wangu wote ukiutazama ni kama saa moja tu basi. Ikiwa najua hivi, falima la akunu dhaninan biha, kwa nini basi nisiwe mbakhili kwa huu uhai wangu? Kwa nini nisiwe mbakhili nikautumia vizuri? Wa aj'aluha fi salahin wa ta'a, nikaujalia nikaufanya umri wangu sasa fi salahi, uwe ni katika mambo mema tu, wa ta'a, na mambo ya utiifu. Ndipo pale tuliposema kun bakhilan bi'umrik, kuwa bakhili kwa umri wako, takun a'qala an-nas, utakuwa ni miongoni mwa watu wenye akili mno. Kun bakhilan bi'umrik, kuwa bakhili kwa umri wako. Kun bakhilan biwaqtik, kuwa bakhili kwa wakati wako. Si bilionea wa wakati wewe, wala wa umri, kwamba upoteze tu bure bure. Ukifanya hivyo, takun a'qala an-nas, utakuwa ni watu miongoni mwa watu mwenye akili mno. Utakuwa ni miongoni mwa watu wenye akili mno. Ndio kama maneno ya Abu al-Walid al-Baji leo yasoma. Uhai wenyewe ni kama saa tu. Kwa nini basi nisiwe bakhili? Wa aj'aluha fi salahin wa ta'a, nikaufanya umri wangu wote ni katika mambo ya wema na taa. Ndugu yangu Muislam, al-Sheikh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah al-Sadhani, katika kitabu chake nilichokisoma hapa, Maalimun fi tariq talab al-ilmi, ana maneno hapa anasema, al-waqtu thalathati aqsamin, wakati umegawanyika katika vifungu vitatu. Waqtun madha ank falan yauda, kuna wakati ambao umekwisha kupitia, umepita kwako, huo hautarudi tena, sahau. Shapita ndo shapita. Wa waqtun anta fihi, na wakati mwingine ni ule wakati ambao wewe uko ndani ya wakati huo hivi sasa. Fanzur kaifa yakhruju ank, sasa uangalie wakati huu unakutokaje, unakuponyokaje huu, unafanya nini, unautengenezea nini wakati huu ule ambao ushapita, pengine ushaharibu. Wa waqtun anta muntadhiruhu, na kuna wakati mwingine wewe ni mwenye kuusubiri, unausubiri uje wakati huo. Wa qad la tablugh ilayhi, na huenda hata usifike, huenda hata usifike katika wakati huo. Sasa jitathmini. Al-Qadhi Iyad rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, siku moja
alikutana na mtu mzima, akamuuliza kam umrak, na miaka mingapi? Qala 60 ama. Yule bwana akamjibu al-Qadhi Iyad akamwambia miaka 60 ninayo. Qala al-Qadhi Iyad akamwambia idhan منذ 60 عاما وأنت تسير إلى الله يوشك أن تصل. Akamwambia hivyo basi tangu miaka 60 wewe unakwenda kwa Allah, yani sasa hivi una miaka 60. Kwa hiyo ulianza from day 1, ukaja siku ya pili, ukaja siku ya tatu, ukaja wiki, ukaja mwezi, ukaja mwaka wa pili, wa tatu, sasa una miaka 60, tasiru ila Allah, unakwenda wewe kwa Allah. Una 60 sasa, tushiku an tasila, unakaribia kufika. 60 si rahisi kupata tena 60 mingine. Tushiku an tasila, wewe karibia kufika sasa. Qala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yule bwana akashtushwa na maneno ya al-Qadhi Iyad, akasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qala ata'rif ma'naha? Qadhi Iyad akamuuliza hilo neno ulosema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maana yake wajua ni nini? Qala a'lam anni lillahi 'abdun wa anni ilayhi raji', najua kwamba mimi kwa Allah mimi ni mja na mimi kwake ni mwenye kurejea. Qala al-Qadhi Iyad akamwambia idha kunta ta'lamu dhalik, kama wajua hivyo, fa'alam annaka baina yaday Allahi mawqufun, basi jua kwamba wewe mbele ya Allah ni mwenye kuulizwa. Kama wajua wewe ni mja wa Allah na kwake warudi, basi fa'alam annaka baina yaday Allahi mawqufun, jua kwamba wewe mbele ya Allah ni mwenye kuulizwa. Na ukijua kwamba wewe mbele ya Allah ni mwenye kuulizwa, fa'idda likulli su'alin jawaba, basi litayarishie kila swali jibu. Unakwenda kwa Allah na wewe unajitambua ni mja wa Allah, basi jijue kwamba wewe mbele ya Allah ni mwenye kusimamishwa. Na ukijijua mbele ya Allah ni mwenye kusimamishwa, elewa kwamba wewe baina yaday Allahi mas'ulun. Ukilifahamu hili, basi fa'idda likulli su'alin jawaba, litayarishie kila swali jawabu. Utakwenda kuulizwa kuhusu umri, utakwenda kuulizwa kuhusu kitabu cha Allah, utakwenda kuulizwa kuhusu mtume wa Allah, utakwenda kuulizwa kuhusu dini ya Allah, utakwenda kuulizwa uliutumia vipi umri wako. Hutawachwa bure bure hata kidogo. Litayarishie kila swali jawabu. Akashtuka mzee wa watu maskini, akamwambia al-Qadhi Iyad malhila, sasa ujanja ni upi, nifanyeje? Qala al-Qadhi Iyad akamwambia ahsin fi ma baqiya min umrik, cha kufanya sasa, fanya vizuri palipobakia katika umri wako, tengeneza. Ahsin fima baqiya min umrik, tengeneza palipobakia, fanya vizuri palipobakia katika umri wako. Kama ulikuwa uendi darasani, nenda darasani kasome sasa. Usijali umri wako. Kama mimi ni mtu mzima, kaa hata kwa mtoto mdogo madamu kakupita katika elimu akusomeshe. Ufike kwa Allah ukiwa salama, jivushe, huko ndiko kuvuka. Kama ilikuwa wazembea katika mambo ya kheri, amka sasa, kila siku zikenda mbele ndo wasogea hivyo. Fanya kwa himma kubwa sasa,
katika mambo ya khairi. Ahsin fima baqiya min umrik, fanya vizuri palipobakia katika umri wako. Yughfaru laka ma qad mada, akamwambia ukifanya vizuri palipobakia katika umri wako utasamehewa yaliyopita katika umri wako. Wa illa, na kama hukufanya hivyo utakamatwa bima sabaqa wa ma taakhara, utakwenda kutiwa nguvuni kwa Allah, utakamatwa, utakwenda kushtakiwa kwa yaliyotangulia katika umri wako, wa ma sayati, na yatakayokuja ambayo utayafanya. Lakini fanya vizuri usamehewe ya nyuma. Ndugu zangu Waislamu, nikirejea katika maneno aliyoyaandika al-allama huyo niliyemtaja Abdul Aziz katika kitabu chake hichi, anasema inna hadhihi al-awqat allati tamurru alaina, hakika huu muda, huu wakati ambao watupitia sisi, na'lam min sunnati llahi annaha la ta'ud, twajua sisi kwamba hatujui, twajua hasa katika sunna za Allah, kwenye mwenendo wa Allah alivyoweka mambo yake, kwamba huu wakati uliopita huu haurudi tena. Huu sisi hivyo tunafahamu, kila mmoja wetu anajua hivyo kwamba wakati huu uliopita la ta'udu, haurudi. Wa bikulli halin, kwa hali zozote maadamu ushapita haurudi. Wala wajtama'atil insu wal jinnu wal malaika wa kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, hata kama watakusanyika pale pamoja wanadamu, majini, malaika, ili waurejesha wakati uliopita, haurudi abadan. Hata kama watasaidiana baadhi yao kwa wengine, ujanja huu hawana. Mastata'u an yaruddu thania, hawataweza kurejesha tena. Dhahabat min a'marina, tayari pamekusha kwenda katika umri wetu, katika sehemu zile zilizopita, wakati uliopita tayari pamekusha kwenda katika umri wetu. Innal awqat allati nudayyi'uha, kisha anasema hakika nyakati ambazo sisi twazipoteza, idha qarannaha bil awqat al mustaghilla au mustaghalla, kama tutaulinganisha wakati wetu uliopita tukaulinganisha na ule wakati ambao tumeutumia vizuri. Hebu kila mtu alinganishe katika umri wake, anajitambua kila mmoja wetu katika maisha yake yote mpaka hapa alipofika, wakati aliyoutumia vizuri na wakati uliopotea bure, upi mwingi? Wakati aliyoutumia kwenye taa vizuri na wakati ambao umempita bure au umempita kwenye upuuzi, anaangalia mpira, anaangalia movie, anaangalia football. Wallahi, nikirejea maneno yangu, akijitathmini mtu pengine tangu mdogo hajapata baleghe yake, kwao kuna television, kila siku kuna masaa yanapotea 2 au 3 mbele ya television tu basi, na amekwenda hivyo tangu hajapata baleghe mpaka akapata baleghe yake. Sasa anaanza kuandikiwa madhambi kila siku na masaa 3, 2, 4, wengine too much. Akirudi kazini tu basi kula analetewa na huyo mkewe yuko mbele ya screen. Hapo zitamaliza taarifa za habari zote, tamthilia zote, movie zote, mipira yote, yamekwenda hayo paka yakaja mambo ya internet, na yeye akaji upgrade sasa, akaongeza sasa, kama TV ile kwa inafungwa saa 6, sasa analala saa 8 za usiku kwa kuperuzi. Anasoma dini huko? La, website za kipuuzi tu, za ngono tu. Maisha ya mtu haya,
mambo yamekwenda yameongezeka, kila mambo yanapo upgrade na yeye anaji upgrade katika kupoteza muda na upuuzi, akijitathmini ile television tu na mambo haya namna yalivyomlia umri wake. Kama ni mtu mwenye kutanabahi sasa hivi, wallahi anajuta na kustaghfir. Sikwambii mambo mengine, sikwambii games anazokwenda kucheza mwenyewe. Kuna television ina muda wake, kuna game ina muda wake. Ana PlayStation, wakati mwingine mpaka swala zinampita. Sheikh anasema lau wakati ambao tumeupoteza bure katika umri wetu tukiulinganisha na mazuri tuliyoyafanya, na ni wa time ambayo tumeyafanya mambo mazuri, basi raaina fi anfusina tafritan balighan. Tukiangalia, yani unatafuta mazuri uliyoyafanya katika umri wako, utaangalia labda swala zako 5, labda Ramadhani mpaka ije ndio tarawih, labda unadondoa, lakini muda mwingi uliopotea katika upuuzi mwingi mno. Kuna pahala ulikwenda kuangalia ngoma, kuna pahala ulikwenda kufanya hivi, alimradi una mambo mengi. Ukifika mbele ya Allah unajijua kwamba una masuala mengi mno juu ya rasilimali ya uhai ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia wewe mja wake. Tumeona walivyokuwa watu wema. Idha qala almuhaddith hadathana Waki', wanafunzi wanaandika hadathana Waki', yeye wakati ule alikuwa haupotezi, anafanya jambo la faida, ama anamstaghfirullah, ama anamsabihi Allah, na hapo alipo yuko juu ya khairi, yuko darasani anasomesha hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tutalinganaje na sisi ambao muda wetu wapotea katika upuuzi wa mambo kama haya? Mipira, yani mpaka zinapotea hizo faradhi. Hana mechi moja katika mechi za World Cup zilizompita, bali zimempita faradhi kwa kuangalia vitu hivyo. Hii ndio hali yetu katika kupoteza muda. Sasa kun bakhilan bi'umrik takun aqala an-nas. Kuwa bakhili katika umri wako, utakuwa ni miongoni mwa watu wenye akili sana. Sasa nimalizie kwa kisa kidogo cha kumuonesha mtu mwenye akili kati ya watu kwa vile alivyokuwa bakhili katika umri wake, ili na sisi tupate kuchukua funzo na tuangalie tunapopoteza umri wetu, tujirekebishe. Fursa zinatupita katika mambo ya kheri, walimu wanakuja, hatuendi madarasani, halaka zinafanywa, daura zinafanywa, miji hii mashekhe wanakuja kutoka sehemu mbalimbali. Muislamu hawezi, wakati mwingine mashekhe wako Birmingham tu karibu sana, wanafanya daura mpaka wanaondoka tena mashekhe wakubwa, na mtu pengine yuko hapa Coventry nusu saa tu kwa gari yake kishafika, nusu saa tu. Wallahi kabla sijaenda huko, Jabir bin Abdullah, sahaba Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, alinunua mnyama, akafunga kasafiri kutoka Madina mpaka Sham kwa mnyama. Anakwenda kumfuata sahaba Abdullah bin Unais kwa sababu ya hadithi moja tu. Yani sisi tutakwenda kujibu nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati tunaupoteza mashekhe wakubwa? Wallahi
hapa England kuna bahati kubwa, mashekhe wakubwa wanakuja na wanasomesha, wanafanya daura. Hatuna sababu usafiri tunao, hatuna usafiri, public transport zipo na tuna afford kufanya hivyo. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anafunga safari, anafika Sham, anamuulizia sahaba mwenzie Abdullah bin Unais kama Abdullah bin Unais anayo hadithi aliyoisikia kwa mtume ambayo yeye Jabir bin Abdullah hajaisikia. Kasikia hadithi nyingi kwa mtume Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, lakini hiyo hajaisikia. Imemfanya hiyo afunge safari mpaka Sham. Anaulizia mpaka anapelekwa, bwana unaomuulizia Abdullah bin Unais anakaa humu. Anagonga mlango, anatoka mtu mwingine katika mlango. Jabir bin Abdullah anauliza, Abdullah bin Unais anakaa humu? Anaambia naam, anakaa humu. Mwambie nje yuko Jabir. Anakwenda, mfunguaji wa mlango anapeleka salamu kwa Abdullah bin Unais, anamwambia nje kuna mgeni anaitwa Jabir. Kanambia nikwambia anaitwa Jabir. Abdullah bin Unais anambia muulize Jabir bin Abdullah. Anatoka nje, kanambia nikuulize wewe ni Jabir bin Abdullah? Anamwambia naam. Mwambie Jabir bin Abdullah. Anakwenda, anamwambia ndiye Jabir bin Abdullah. Kanyanyuka mzima pale alipo Jabir bin Abdullah, anatoka nje, anamkumbatia. Karibu. Jabir bin Abdullah anaingia ndani, anambia kimenileta hadithi moja ambayo wewe umeisikia kwa mtume, mimi sijaisikia. Kanunua gari, sikuzi gari, yeye alinunua mnyama. Kwa sisi sasa hivi nani anaweza kununua gari kwa sababu ya kwenda kusoma? Tena elimu ya kutosha kubwa, sikwambii huyu hafata hadithi moja tu. Jabir bin Abdullah. Tizameni sisi tunavyocheza na akhira. Wallahi mimi nitakwambieni, nyinyi ambao mnaishi hapa England mna fursa ambazo wenzenu katika miji mingine hawazipati. Mashekhe wakubwa wanakuja hapa. Wallahi nyinyi mshakutana na mashekhe sisi tunatamani tungelikutana nao hapa. Wanakuja mara kwa mara. Fursa hizo mnazipata, si ndio? Mnahudhuria, mnakwenda. Mtihani mkubwa sana. Namalizia kwenye kile kisa nilichosema. Qala Jarir bin Hazim anasimulia, qala, anasema sami'tu Ya'la bin Hakim, mimi nimemsikia Ya'la bin Hakim yuhadithu an Ikrima, yeye anahadithia kisa ambacho amekipokea kutoka kwa Ikrima an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ikrima ni mwanafunzi wa Ibn Abbas, sahaba. Kwa hiyo Ikrima kapokea kisa hichi kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Huyo ndo kijana mwenyewe ambaye ninamzungumza, namna alivyofanya ubakhili katika umri wake akautumia vizuri. Qala, kasema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasema lamma qubida Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ana shabun, wakati alipokufa mtume sala na salamu za juu yake, mimi Ibn Abbas, mimi ni kijana mdogo sana.
anakufa mtume. Ibn Abbas huyu anazaliwa miaka 3 kabla ya mtume kuhamia Madina. Miaka 3 kabla mtume hajahamia Madina ndio Ibn Abbas anazaliwa. Na mtume Madina kaishi miaka mingapi? 10. Kwa hiyo mtume anakufa, Ibn Abbas ana miaka mingapi? 13. Wewe una miaka mingapi? Yani mtume anakufa, Ibn Abbas ana miaka 13, yani wewe mkubwa. Anakufa mtume, Ibn Abbas ana miaka 13. Anasema qultu lishabin min al-ansari, alivokufa mtume nikaona lo, mwalimu kisha tangulia, hayupo tena. Kwa hiyo qultu lishabin min al-ansari, nikamwambia kijana mwingine katika vijana wa Kiansari, kijana mwenzangu min al-ansari katika vijana wa Madina, ya fulani, nikamuita, ewe fulani, we halumma, hebu njoo, falnasal ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, hebu na twende tukawaulize masahaba wa mtume wa Allah sala na salam ziwe juu yao, walina'lam minhum, na twende tukajifundishe dini yetu kwao, fa innahum kathir, kwa sababu wao ni wengi. Sasa hii ni fursa. Abu Bakar yupo, Umar yupo, Uthman yupo, Ali yupo, Abu Ubaida yupo, Ibn Mas'ud yupo, Ibn Umar yupo, katika masahaba wadogo kina Ibn Umar. Lakini masahaba tele wapo bado, na wengi wao ni maulama, wana elimu nyingi sana. Kwa hiyo mimi na wewe tumekaondoka wadogo bado, kijana mdogo na miaka 13, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Twende tukatumie fursa, walimu wapo hawa, masahaba wapo hawa, fa innahum kathir, wao ni wengi. Twenzetu tukasome kutoka kwao, tukawaulize na tukasome. Qala, kijana yule wa Kiansar akamjibu Ibn Abbas akamwambia, al-ajabu laka ya Ibn Abbas, unastaajabisha sana wewe Ibn Abbas. Kwa maneno yake leo angemwambia unaboa kweli wewe. Al-ajabu laka ya Ibn Abbas, unastaajabisha wewe. Atara anna an-nasa yahtajuna ilayka, hivyo wewe kwa akili yako unadhani, wewe unaona kwamba watu watakuja kukuhitaji wewe, yani ukahangaike usome sasa hivi kwa masahaba, unadhani watu watakuja kukuhitajia wewe. Wa fil ardi man tara min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na ilhali kwenye ardhi sasa hivi kama unavyoona masahaba wa mtume tele, Abu Bakar yupo, Uthman yupo, Ali yupo, Umar yupo, Abu Ubaida yupo, Anas ibn Malik yupo, Abdurrahman bin Auf yupo, Saad ibn Abi Waqqas yupo, masahaba tele wakubwa na elimu zao wapo. Nadhani watu watakuja kukufikia, watakuja kukuhitaji wewe Ibn Abbas, takujangaisha bure. Qala, maneno ya kuvunjisha moyo. Ibn Abbas akasema, fataraktu dhalik, nikamwacha yule bwana na mambo yake, nikaliacha hilo jambo, yani nikamwacha. Wa aqbaltu ala almas'ala, nikaanza kukabili mwenyewe masala haya, watatabbu'i ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nikaanza kufanya tatabbu'. Yani tatabbu' ni kufuatilia hatua kwa hatua,
nenda kwa huyu toka, nenda kwa huyu toka, nenda kwa huyu toka. Nikaanza kufanya tatabu kwa masahaba mmoja baada ya mwingine, na muendea sahaba mdogo huyu mtume anakufa, ana miaka 13, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nikaanza kufanya tatabu kumwendea mmoja mmoja. Fa in kuntu laati ar-rajula fi al-hadith yablughuni annahu sami'ahu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Anasema Ibn Abbas, nikawa mimi sasa namuendea mtu kuhusiana na hadithi moja tu, kama yule Jabir bin Abdullah. Tazameni watu walivyokuwa, na tujiangalie na sisi tulivyo. Sisi zimetutosheleza TV zetu, na kompyuta zetu, na internet zetu, na simu zetu, kuangalia yanayojiri katika ulimwengu pasi na kujifunza dini yetu. Ibn Abbas anasema nikawa nafanya tatabu ya kuwafuata masahaba mmoja baada ya mwingine. Fa in kuntu laati ar-rajula, nikawa namuendea mtu, yani katika masahaba fil hadithi, kuhusiana na hadithi moja tu, yablughni annahu sami'ahu min rasulillah, hadithi ambayo mimi inanifika habari kwamba sahaba huyo anayo hadithi moja ambayo yeye kaisikia kwa mtume. Kwa hiyo nikipata tu habari kwamba sahaba fulani anayo hadithi aliyoisikia kwa mtume, mimi nafunga safari, nafanya tatabu kumfuata sahaba huyo. Kwa hiyo nikawa namwendea mtu, fa ajiduhu qaila, nikifika kwake namkuta kalala usingizi wa kailula wa mchana. Wakati huo hakuna simu kwamba labda nikafanya naye appointment saa ngapi nije. Najizoazoa, najitoa, jua kali, hakuna kiyoyozi wakati huo, ardhi yenyewe ya jangwa. Na muendea mtu, nikifika kwake fa ajiduhu qaila, namkuta kalala. Fa atawassadu ridai ala babihi, nachokifanya nachukua shuka langu la juu, rida, nguo yangu ya juu, fa atawassadu ridai, naifanya ndio mto, naizongoresha, ala babihi, mlangoni kwake, na lala. Sijui saa ngapi atatoka, sijui atamka saa ngapi, sijui akiamka kwamba labda kwanza atatia story ndani au vipi, ana mambo yake ya ndani. Kwa hiyo mimi hapo na weka shuka langu kama mtu nalifanya mto, tusrihu ala wajhi. Wakati huo nafanya hivyo, nalala hapo, upepo unasukuma michanga usoni kwangu, ardhi ya jangwa hiyo. Hatta yakhruja, nabaki hivyo mpaka anatoka huyo sahaba mwenye hadithi moja. Namfuata mtu mwenye hadithi, nafuata hadithi moja, shida yote inatafuta hadithi moja. Nasubiri mpaka anatoka. Fa idha kharaja, anapotoka sahaba, qala, anasema ya ibn ammi rasulillah. Anashangaa, ewe mtoto wa ammi wa mjumbe wa Allah. Manake huyu ni Ibn Abbas. Abbas ni ammi yake mtume. Kwa hiyo mtoto wa ammi ya mtume anayepata tabu hii, anayechukua usumbufu huu, anayetafuta elimu hivi, mtume ni kaka yake, mtoto wa ammi yake. Kwa hiyo sahaba anatoka, anashangaa, anamwita ya ibn ammi rasulillah, ewe mtoto wa ammi wa mjumbe wa Allah, malak, una nini wewe, una nini wewe? Fa aqulu, Ibn Abbas anasema najibu, namwambia hadithun, kilichonileta mimi, ninachosema mimi, wanambia malaka, hadithi moja, balaghani annaka tuhaddithu bihi an rasulillah,
imenifika habari mimi kwamba wewe waisimulia hadithi hiyo, waihadithia hadithi hiyo kwamba wewe umeipokea kwa mtume. Kwa hiyo ndio inaonisumbua, ndio ninayoitafuta hiyo hadithi ambayo mimi habari zimenifika kwamba wewe unayo, umeisikia kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahbabtu an asma'ahu minka, kwa hiyo nimependelea mimi hadithi hiyo niisikie mwenyewe kutoka kwako, ndio nimekuja. Qala, sahaba kwa kuelewa cheo kwamba huyu ni ndugu yake mtume, mtoto wa ammi yake, anamwambia Ibn Abbas, fahalla ba'atha ilayya hatta atiyak, kwa nini basi wewe usiniletee ujumbe mimi nikakufuata? Kweli mimi mtu mzima, lakini wewe ibn ammi rasulillah min ahli baiti rasulillah, wewe ni mtu katika watu wa nyumba ya mtume, ibn ammi rasulillah. Fahalla ba'atha ilayya, kwa nini usinitumie mtu? Kwa nini usiniletee salamu? Hatta atiyak, ili mimi nikujie wewe nikufuate nje nikusomeshe. Kwa nini usifanye hivyo? Ndugu yangu Muislamu mwenzangu, tutakwenda kujibu nini mimi na wewe? Mashekhe wapo, sisi hatujui dini, hadithi nyingi hatuzijui za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na dini hatuijui. Mashekhe wapo, walimu wapo, fursa zipo nyingi mno. Kama Ibn Abbas alivyomwambia kijana, maswahaba wapo wengi, twendeni tukasome. Jamani, hivyo sisi ndio tumekuja hapa kutafuta maisha ya dunia tu basi? Yani ni kipindo tu, na kipindo na sisi kipindo basi tena, kirudi kazini ndio basi tena, inachukua nafasi television au simu yako katika mambo ya kipuuzi tu. La, tuna maswali mbele mazito, lazima tuamke sasa hivi. Kama tulishapoteza muda huko nyuma, basi hebu tufanye kama vile Al-Qadhi Iyadh alivyomwambia yule mtu, ahsin fima baqiya min umrik, fanya vizuri palipobakia katika umri wako, yughfaru laka ma qad mada, utasamehewa yaliyopita. Kwa hiyo Ibn Abbas anamjibu sahaba, anamwambia fa aqulu, anasema ana ahqqu an atiyak, mimi nastahiki zaidi kukujia wewe, wewe ndio una hadithi ya mtume. Kweli mtume ni kaka yangu, mtoto wa ammi yangu. Ibn Abbas yani Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib, na mtume ni Muhammad bin Abdullah bin Abd al-Muttalib, baba zao ndugu. Kwambia kweli, fa ana ahqqu an atiyaka, mimi nastahiki zaidi kukujia wewe, na haki zaidi ni kufuate wewe. Ibn Abbas yakenda hivyo, ndivyo alivyosoma. Anasema Ibn Abbas baada ya kwamba kishafikia mtu mzima, fakana dhalika ar-rajulu baada dhalika, ikawa yule mtu yule kijana yule alimwambia twenzetu kasome, maswahaba wako wengi, twenzetu tukasome. Fakana dhalika ar-rajulu, ikawa yule mtu yule kijana yule, yarani, ananiona sasa, wakati nishakusanya maalumati mengi kutoka kwa maswahaba wa mtume, nishasoma sana. Na wanasimulia ahlul ilmi, wanafunzi wake Ibn Abbas, ilikuwa yani darasa ya Ibn Abbas yanayosomesha baada ya kuwa mtu mzima. Asubuhi kumejaa watu tele nyumbani kwake, jioni kumejaa watu tele nyumbani kwake. Wako wanaokwenda kusoma tafsiri ya Qur'an, wako wanaokwenda kusoma hadithi, bali mpaka wanaokwenda kusoma mashairi kwake wapo. Wote hao anawanywesha yeye Ibn Abbas radhiyallahu anhu au radhiyallahu anhuma,
akaitoa elimu kwa wingi sana. Ibn Abbas anasema fakana dhalika ar-rajulu, ikawa mtu yule ndio mwambia tunzetu kasome, masahaba wapo, yarani waqad dhahaba ashabu rasulillah, ikawa yule mtu ananiona wakati huo. Sasa masahaba wa mtume wa Allah hao washakwenda zao, washajifia maskini, shakwenda zao akhira. Ikawa sasa ananiona, wahtaja ilayya nasu, watu sasa wananihitaji, wamejaa tele na wasomesha. Yeye nilipomwambia tukasome kanambia unadhani watu watakuhitaji we? Sasa ikawa akipita na muona Ibn Abbas, wahtaja ilayya nasu, watu wamenihitaji sasa, wanakuja kusoma. Fayaqulu, ikawa yule mtu anasema kwa Ibn Abbas, kunta aqala minni, wewe ulikuwa una akili kuliko mimi. Kunta aqala minni, wewe ulikuwa una akili wewe kuliko mimi. Wewe mimi najikuta sasa mbaki mjinga, sina elimu. Na hivi ndivyo wengi tulivyo. Nitasoma, nitakwenda darasani, nitasoma, baadaye nitafanya, bado kidogo nitafanya. Siku zinakwenda, huyu bwana aliona yeye hana haja ya kusoma kwa sababu masahaba wapo, wana akili, wana elimu nyingi, watu hawatomhitaji yeye mtoto mdogo akasome. Hapana. Baadaye akaja realize, baada ya kumwona Ibn Abbas amestafid kutoka kwa masahaba elimu kubwa mno, na sasa anasomesha watu, anavuna. Wallahi tungelikuwa tunajua faida ya elimu ya dini, unapoisoma kisha ikawa wawasomesha wengine, ungeijua faida yake, kila mmoja angepigania lazima awe na elimu ya dini. Maana ukisoma wewe unapata thawabu. Ukimfundisha mtu, yule aliyomfundisha anapata thawabu, na ile elimu yako akiisomesha, thawabu yeye anapata, na kama zile zinakuja kwako wewe mwalimu uliyomsomesha. Na akiswali, umemfundisha swala, yeye atapata thawabu za kusali, na kama zile na wewe kwako zinakuja, zile zako unazosali mwenyewe na zile zake yeye ambazo wewe umemfundisha swala, kwako zinakuja. Ukiwa huna elimu, ndugu yangu, wabahatisha, na zako ni zako tu, hakuna uliyempa elimu. Wao unadhani nafasi kama hii ingelikuwa tunatanabahi nayo, kila mmoja angejipinda kusoma ili asomeshe. Vinginevyo unajitegemea mwenyewe tu kwenye amali zako. Ukiswali ni sala yako, ndo thawabu zako zimekuwa ndizo, hazijawa, haya ndio umekosa. Lakini ukisoma, ibada yako yakaa vizuri, na ukimsomesha mtu, yeye ananufaika na elimu hile, akisomesha thawabu kama zile anazopata yeye, wewe mwalimu kwako zinarudi. Akifanya jema lolote kwa ile elimu uliyomfundisha wewe, yeye anapata thawabu kwake, hazipungui, na kama zile kwako wewe zinarudi. Angalia namna gani unavuna akhira. Kwa nini fursa hizi tunazipoteza, tunazitupa? Huyu mtu alijuta, akamwambia Ibn Abbas, wewe ulikuwa na akili kweli, kunta aqala minni. Na ndio unwani ya muhadhara tukasema, kun bakhilan bi'umrik au fi hayatik takun aqala an-nas. Kwa ubakhili huu utakuwa ni mwenye akili kati ya watu. Qala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahaba Ibn Mas'ud, baada ya kumuona huyu Ibn Abbas namna alivyojiongezea maarifa ya dini na kuwa na elimu ya dini, Ibn Mas'ud sahaba akasema, la ni'ma turjumani al-Qur'an Ibn Abbas. Wallah, mtu mzuri mno wa kuifanyia tarjama Qur'ani, wa kuitafsiri Qur'ani ni Ibn Abbas. Mtume kafa na miaka 13, hana taaluma hiyo, lakini tizama juhudi aliyoipitisha. Akasema, la ni'ma turjumani al-Qur'an Ibn Abbas law adraka asnanana. Huyu Ibn Abbas huyu, lau angelipata miaka yetu, angediriki
umri wetu. Yani angemkuta mtume huyu kwenye ule umri wetu sisi, ma'asharahu minna ahadun, hakuna yoyote kati yetu sisi angeliweza kuwa mfano wake. Lakini kampata mtume mwisho, mtume anakwenda zake Madina, yana miaka 3, bado mtoto mdogo. Kwa hiyo kuipata fursa kubwa kwa mtume, lakini ile fursa ndogo aliyoipata kwa mtume na dua aliyoipata kwa mtume, Allahumma faqihhu fi din wa'allimhu at-ta'wila wat-tafasir, ni dua ambayo mtume alimsomea, alimwombea Ibn Abbas radhiyallahu anhu, na hima aliyoitia katika kutafuta dini, akawa aqala an-nas, kana aqala an-nas, akawa ni watu mwenye akili mno. Kwa hiyo soma dini yako, utakuwa ni mtu mwenye akili sana kati ya watu. Kwa nataka niwahimize ndugu zangu Waislamu ya kwamba tusomeni dini. Tumekuja kutafuta maisha, tutafuteni, lakini tukirudi tutumieni fursa za uwepo wa walimu wetu katika kuisoma dini. Maadamu wapo, someni. Shetani asikwambie kwamba ushachoka wewe sasa hivi, ushachezea kipindo alafu ende kule msikitini sasa hivi ukasome. Siku hizi bwana, elimu nyepesi bwana, wewe ukifungua mitandao tu unasoma. La, elimu haiendi hivyo. Innamal ilmu bitta'allumi wa innamal fiqhu bittafaqquhi. Innamal ilmu bitalaqi, elimu ni kwa kupokea. Mitandaoni huko wanajaza watu tu wanavyotaka, vya kweli, visivyo vya kweli, vilivyo sahihi, visivyo sahihi, vilivyokaa kwenye muradi wake, visivyokaa kwenye muradi wake. Kwa hiyo kama wewe unajifanya alim bingwa uliobobea katika mambo ya usulul fiqhi, kwamba waweza kubagua sasa, sawa? Au wajiona wewe bingwa uliobobea katika mambo ya mustalahul hadithi, kwamba waweza kubagua as-saqimu min al-marid, sawa? Au kama unajiona bingwa umebobea katika fununi mbalimbali katika fani za dini, kwamba unaweza ukabagua kilicho ndicho na kilicho sicho, sawa? Lakini mambo hayendi hivyo. Innamal ilmu bitalaqi, kakae chini ya mwalimu, pokea, soma. Usijione kwamba mambo mepesi siku hizi bwana, una copy, una paste, unauliza tu kwa AI, jibu linakuja. La, mambo hayendi hivyo. Elimu haipokelewi hivyo. Elimu ni kwa kupokea. Na ndiyo maana ya sanad. Hizo hadithi hizo, kuna sanad. An fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Hadathana fulan, kama tumesoma hapa, sema hadathana Waki'. Kapokea. Kwa hiyo elimu ni kwa kupokea. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, niwahimize kwamba masha Allah, wasimamizi wenu wa msikiti huu, Allah wahifadhi na Allah wabarik, Allah watie nguvu, Allah wape thabat. Wanaanzisha durusi rasmi katika msikiti huu. Kwa ni fursa kwenu watu mnaoishi hapa Coventry. Tafuteni ratiba za durus, hudhurieni. Hii kwenu ni nafasi. Wenzenu tumewaona kina Ibn Abbas na kina Jabir bin Abdullah walivyohangaika kwa hadithi moja. Nyinyi imekujieni na ipo, walimu wenu hapa mnao. Kwa hiyo Allah watie nguvu, Allah wape thabati. Wanaanzisha durusi rasmi sasa. Ni nyinyi tu wenyewe kuhudhuria. Kwa kifupi mimi niishie hapa. Allah wabarik na walipe kheri.